Halo, habari za leo. Karibuni Pedo and Rose Stories. Mwendelezo wa historia ya maisha yangu na VVU na changamoto ambazo nimezipitia katika safari ya maisha haya. Juzi nimesherehekea miaka 31 ya kuishi na VVU. Ikiwemo pia na siku yangu ya kuzaliwa. Nimezaliwa mwezi huu wa kwanza. Na mwezi wa kwanza ndo mwezi niliogundulika na VVU. Basi katika safari ya kuishi na VVU nilikuja nikaibukiwa tena tatizo la fibroids. Fibroids zikanipata. Ni kama baada ya miaka 3-4 hivi nilivyokuwa nimegundulika. Kwa hiyo nilivyopata fibroids, kwa wanawake ambao wana tatizo la fibroids au ambao wameshapitia tatizo la fibroids, wanaelewa kabisa kwamba ni jinsi linavyosumbua. Yaani mwanamke ukipata siku zako, unapokuwa katika siku zako, ile hedhi inakuwa ni nzito, alafu unachukua muda mrefu. Yaani usishangae wakati mwingine inaweza kukuchukua hata wiki 2. Haujakaa vizuri inapokatika. Ile damu inapokatika, haujakaa vizuri, yai lingine litakuwa pia limepevuka. Unajikuta tena unarudia. Kwa hiyo unakuta kwamba ni maisha, alafu tumbo linauma. Unaumwa na tumbo, hedhi inachukua muda mrefu kukatika, alafu inakuwa ni nzito. Wakati mwingine mtu unatoka mabonge, yaani hata kama umekaa unasikia kitu kama vile mtu ulikuwa unapush, unasikia kitu kinatoka. Unaona? Hizo ni fibroids. Tumbo linauma. Sasa changamoto mimi ilikuja kwamba nilikuwa na VVU, alafu wakati huo kulikuwa hakuna dawa. Kwa hiyo nikawa siwezi kufanyiwa operation ya fibroids kuzitoa. Na sababu ilikuwa ni kwamba nikifanyiwa operation kidonda kinaweza kisipone kwa sababu kulikuwa hakuna dawa. Kwa hiyo na kinga yangu mwilini pengine sikuweza hata kuambiwa kama kinga walikuwa wameshaipima na kujua kama kinga ni ndogo au nini. Sielewi. Ila ilikuwa tu wakati huo ni kwamba usifanyiwe operation. Ukifanyiwa operation kidonda kinaweza kisipone kwa sababu nina VVU. Kwa hiyo ikabidi niishi na hizi fibroids. Nimeishi na hizi fibroids kwa zaidi ya miaka 8. Zimekuja kutolewa kwa njia ya kuchomelewa mwaka 2005. Ndo zilizokuja kuchomelewa. Lakini katika kipindi cha miaka 8 chote zilinitesa. Yaani zilikuwa tumbo linauma, hedhi nzito, inachukua muda kukatika, unaweza ukakaa wiki 2. Kwa hiyo yani ilikuwa ni changamoto iliyonipata. Kwa kina mama ambao wamepitia kwenye changamoto ya fibroids wanaelewa. Ninapozungumza kwamba nilipitia kwenye hii changamoto, wanaelewa kwamba ni yapi niliyokutana nayo na yapi niliyoyapitia. Kwa sababu fibroids zinauma, tumbo linauma. Kwa hiyo hiki kitu nitaka nije nikishare leo na nyinyi kwamba katika safari yangu kuna changamoto nyingi sana ambazo nimezipitia. Na hii yote ni kawaida kwa sababu kuna akina mama wengine wako hapo wana matatizo ya fibroids, wengine wameshafanywa operation, wengine zikatolewa, wengine hawajafanyiwa. Lakini sio kwamba wana VVU, hapana. Yaani ni maradhi yanampata mtu yeyote yule. Unaona? Hata kama una VVU unaweza ukapata maradhi, hauna VVU utapata maradhi. Sasa fikiria mimi nilikuwa na changamoto tayari ya VVU. Lakini nikaja tena nikashushiwa changamoto nyingine ya fibroids. Kwa hiyo mtu unaweza ukalia na mengi ukasema jamani,
Mungu, kwa nini umenishushia tena na hili? Lakini Mungu ndiyo muweza wa yote. Nilimshukuru tu Mwenyezi Mungu na ninaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu katika kila jambo, kwa sababu yeye ndiye ameniwezesha kufika hapa hadi leo. Nilipata fibroids, zikaja zikafanyiwa operation ya kuchomelewa ndani kwa ndani, zikapona, na mpaka sasa tangu umri unavyozidi kwenda zilikuwa zinakuwa, lakini umri unavyozidi kwenda na zenyewe zinazidi kunyauka. Kwa hiyo sasa hivi hata kama tumbo likiuma ni kwa mbali, sio sana, lakini hazinisumbui sana. Yaani niseme hazinisumbui kabisa kama ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho nimeona nichangie na nyinyi, HIV na fibroids. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni tena kwenye Pedo and the Rose Stories. Msisahau ku-like, ku-comment na kusubscribe na kushare video hii, ili mwingine pia iweze kumnufaisha, kwa sababu kuna mwingine yuko hapo ana tatizo la HIV, alafu anakuja anaambiwa tena labda ana tatizo lingine, labda pengine kwa bahati mbaya labda tena amegundulika labda ana kansa au amegundulika na kisukari. Kwa hiyo mtu analia na mengi, yani anaona jamani, yani nina hili tatizo. Mungu, kwa nini tena umenipa tena hili tatizo lingine? Unajua tena binadamu, unaona? Ukiwa na tatizo alafu tena nakuja linaibuka tena tatizo lingine, yani unalia na mengi, unaweza wakati mwingine ukakufuru. Lakini yote ni mpango ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo yeyote yule atakayesikiliza hii video hii, ili asikate tamaa, ni kumtumainia Mwenyezi Mungu. Mungu ndiye muweza wa yote, Mungu ndiye muweza wa kila kitu. Ni kuishi kwa matumaini. Basi changamoto yoyote ile utakayokuwa umeipata, Mungu ataisimamia, itaisha. Asanteni sana.